mfano ya wale ambao wanatoa mali zao ama sehemu ya vipato vyao katika njia bora ya Allah. Kamathali habbatin, ni mfano wa punje. Angalia, Allah anafananisha kutoaji na punje. Tafsiri nyingine kwamba kila mtu ana nafasi ya kutoa kwa kile ambacho ana uwezo nacho. Ambatat sab'a sanabil, mfano wa punje ambayo mtu ameipanda kisha ikaota ikatoa faida ya mashuke 7. Mashuke inawezekana ikawa lugha ngumu kidogo. Mashuke ni mfano wa karibu wa maki. Hapa kuna mashine nyingi za mpunga maeneo haya. Mfano wa karibu ni mfano wa lile tawi la mpunga, lile shuke lake moja lilojaa punje za mpunga, ndio shuke linaitwa. Unakuta tawi moja lina shuke 2 3 zina mpunga. Au mfano mwingine wa shuke ni lile ambalo muhindi umeshaota, lile bunzi ambalo lina sheheni muhindi moja au mahindi mawili. Yanakuta shuke moja lina muhindi mmoja mpaka 3 baadhi ya mbegu. Sasa ule muhindi ndiyo shuke. Ndani yake fi kulli sumbulatin, katika kila shuke moja 100 habba, kuna punje 100. Huo ndio mfano wa mtu anayetoa. Huo ndio mfano wako wewe na mimi tukitoa shilingi 100 katika njia ya Allah. Unakuwa umepanda shilingi 100, Allah anazalisha katika shilingi 100 hiyo matawi mengi na mashuke mengi, na kila shuke lina nini? Lina punje 100. Huu ni ujira au patawi yule ambaye anatoa sadaka na kile Allah alichomjalia. Tena Allah akasema, Allah katika shuke lake ni 7 sanabil, yani punje moja inatoa mashuke 7, inatoa mahindi 7, ambapo kila hindi moja lina punje 100. Manake ni 700 ujira wa shilingi 1 uliotoa. Lakini Allah hakuishia hapo, wallahu yudhaifu liman yasha, Allah pia anamuongezea mtakaye. Maana yake shilingi 100 yako moja inaweza ikazaa 700, au Allah akakuzidishia kutokana na hali yako ya utoaji. Yule na shilingi 10,000 katoa shilingi 100, wewe una shilingi 200 umetoa shilingi 50. Nani katoa kingi katika hesabu za kiuchumi? Yule mwenye 1000 katoa 100, ni 1% tu hiyo, kama hesabu inakwenda vizuri, au 10%. Mwenye 1000 akitoa 100 katoa 10% ya pesa yake, lakini mwenye 100 katoa 50 katoa 50% ya pesa yake. Mieleweka? Anaweza mtu akatoa hela ndogo akapata ujira kuliko yule aliyetoa hela kubwa, kwa sababu ya mazingira aliyotolea, kwa sababu ya hali aliyotolea. Takhtarifu al-ujur, ujira wa mtu hutofautiana kulingana na mazingira ya mtoaji na pahala alipotoa na muda aliotoa. Mazingira ya mtoaji ndio haya niliyosema. Wewe unamiliki 1000 ukatoa 500, maana yake umetoa 50% ya kipato chako. Huyu anamiliki 1000 akatoa 100, maana yake ametoa 10% ya pesa yake ya kipato chake. Lakini mazingira mengine, huu ni mazingira, lakini huyu mwingine anahitajia mahitaji yake, hiyo pesa anataka akanunue kitu kwa mahitaji yake mwenyewe, tena mahitaji ya lazima, lakini anamwona mwenzake ana hali mbaya, ngoja nimtangulize mwenzake. Hii ni hali ya utoaji na utofautiana katika ujira. Mwingine ana mazingira si lazima pesa, hana ulazima nayo, ana 10,000 yake, akitoa 1,000 anaona bado hajapunguza chochote. Hawezi kuwa sawa na yule aliyotoa katika mazingira magumu. Na pia katika wakati, pesa unayotoa wakati ambao ni wa mwezi wa Ramadhani au katika masiku bora ndani ya miezi mitukufu, ujira wake pia ni mkubwa kuliko pesa unayotoa katika mazingira mengine. Pahala pia kuna baadhi ya sadaka kuitoa katika baadhi ya maeneo, kuna ujira mkubwa kutokana na maeneo yenyewe yaliyopo.
umetoa sadaka yako katika msikiti, wananufaika watu, mamia ya watu, karne na karne wananufaika. Ujira huu ni endelevu, ni eneo hilo. Umetoa sadaka yako kwa mtu mmoja, yeye na familia yake tu. Wallahu yudhaifu liman yasha, Allah anamuongezea mtu amtakaye. Kisha Allah akamalizia wallahu wasi'un alim, Allah ni mpana na mkunjuaji atakavyo, alimu ni mjuzi mno katika utoaji wa thawabu na ujira. Ndugu zanguni, hii ni katika jambo la muhimu. Kila mmoja ajitahidi katika maisha yake, hata katika siku isimpite, lazima ameshiriki katika kujitolea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sadaka mara nyingi tunasema pesa tu, lakini vitu pia ni sadaka. Umetoa tofali yako, umetoa chepe lako, jembe lako katika njia ya Allah, ni sadaka. Umetoa nguvu zako katika kushiriki katika jambo la kheri, ni sadaka pia. Zote hizi Allah anazikusanya kuwa ni sadaka bora, na Allah atakulipa kwazo. Ndugu zanguni, ma min yaumin, hakuna siku ipitayo ambayo inachomozewa na jua isipokuwa malaika wawili hunadi na kusema Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Malaika hao hunadi, Mola wetu mlezi, Allah, mpe yule ambaye anatoa katika njia yako ya kheri, mpe mbadala. Na mbadala wa Allah tuliouona kule, 1 kwa 100 mpaka 700 na zaidi, hiyo ndio Allah anakupa mbadala wake. Allahumma a'ti mumsikan talafa, Allah mlezi, mpe pia yule anayezuia na kujitolea, mpe maharibiko. Inawezekana wewe mambo hayaendi sawa katika familia, mambo hayaendi sawa katika shughuli zako, imani, biashara, kilimo na kadhalika, ama kuajiriwa, kumbe unazuia kile Allah ambacho ametaka ukitoe kwa wale wanyonge na wasiojiweza. Basi unaombewa maharibiko katika maisha yako, katika upataji wako wa riziki. Kwa hiyo tafsiri yake nini? Kuna kukunjuliwa riziki, kuna annamau wa ziyada wal baraka. Katika utoaji wa kheri kuna annamau, kuna kukua kwa kipato chako. Wote nyinyi wafanya biashara, maana ulikuwa na mtaji wa milioni 1, sasa umekuwa milioni 2, ndio kukua huko annama. Wa ziyada, kuna ziada Allah anakupa. Ilikuwa faida yako wewe ni shilingi 10,000 katika shao ifanya, Allah anajalia inakuwa 15,000. Wal baraka, Allah pia anatia baraka katika kipato chako. Ya salam, nini baraka? Tunakuwa tunashindwa kufahamu baraka katika mali ama kipato nini. Wanazuoni rahimahumullah wamezungumza mengi kunako baraka. Moja katika mazungumzo yao ni baraka ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatia nuru na kheri katika kipato chako, hata ni kidogo. Ndiyo pale mtu ana kipato cha wastani tu, ama ana mshahara mdogo tu, lakini masha Allah anafanya mambo mazuri na makubwa, wala haonekani kama ni maskini. Ndiyo pale mtu ambaye ana kipato kikubwa na mshahara mkubwa, lakini hayafanyayo hayaonekani, wala hakuna athari, yani kipato chake hakiakisi maisha yake ya kila siku. Kikubwa lakini hakuna maendeleo, asema nimerogwa, nimefanya hichi, nimefanya vile, nimefanya hivi, na mkosi na gundu. Kumbe mkosi ni kutokana na kutokuwa na baraka na kipato chako. Huyu ni mkosi, ni gundu. Ndugu zanguni, kutoa ni katika mihimili mikubwa ya Uislamu. Tumekaa katika jengo hili, ni natija, ni faida ya utoaji waliotoa. Kila ulionao katika maisha yetu ya kila siku. Vipi watu wasingetoa, tungekaa wapi? Kwa hiyo hata Uislamu ulipata nguvu kwenye kutoa, na ndio maana mawili haya Allah, ukishakuwa Muislamu tu, swala, kutoa, as-sala wa zaka, as-sala wa zaka, hayachani mambo haya, kwa sababu huu ndio muhimili wa Uislamu na ndio muhimili wa ustawi wa jamii, kuondosha umasikini na ufukara katika jamii.
Ya salam, katika Uislamu hata kumkopesha mtu ni sadaqa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, yeyote atakayemkopesha ndugu yake Muislamu kila siku ambayo inachomozewa na jua katika maisha yake, anapewa ujira wa yale ambayo anayapata yule faida wa mkopeshwaji kwa kumkopesha mtu tu. Angalia, ni sadaka nyingine hii, japokuwa sasa mtihani watu si waaminifu, lakini isifungwe milango ya kukopeshana. Kwa waaminifu wakopeshwe na unapata ujira, na ndiyo falsafa ya Uislamu kuondosha masuala ya riba. Isiyo kumkopesha mtu ikawa wewe wataka upate advantage, faida kwenye kukopesha kwake, umkopesha yule. Sasa hiyo ni biashara, si kumkopesha tena. Unamkopesha milioni moja atoe milioni moja na 500,000 au na 100,000 au na 50,000, ni biashara hiyo. Umekopesha nini sasa? Lakini ukopesha milioni moja arejeshe milioni moja, maana yake hapo umetoa sadaka, hautaki chochote katika faida ya pesa yako ile. Hii ni sadaka bora mno, watu pia tumeisahau. Tujitahidi sadaka hii tuifanyie kazi. Subhanallah, jambo lingine katika sadaka ambayo tunayo Allah anatulipa ujira kwayo ni jambo zima la kulisha familia zetu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia kila mmoja wetu anapofanya wajibu wake wa kuilisha na kuihudumia familia yake, hii ni sadaka inaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Pia ujira huu tupite, na kuna watu unawapita, lakini la bilmanni wal adha. Isiwe kumlisha mkeo, kulisha watoto wako, kulisha wanafamilia wanaoishi nyumbani kwako, isiwe bilmanni wal adha, isiwe kwa masimbulizi na maudhi. Masimbulizi, masimango. Wewe bana nini bana, kuleni bana, kwenu mlikuwa hakuna pilau bana, kwenu nyama mlikula nyie mpaka siku ya Idi, kwenu kadha kadha. Au masimango yapite kwa wake zetu kwa kukata kuwalisha. Unaporomosha ibada zako na sadaka upati, na dhambi unapata juu yake. Ndugu zanguni, mlango wa sadaka ni katika milango muhimu mno, yapaswa kila jamii ya Waislamu. Huu ndio mlango wa kuleta ustawi kwa Uislamu, na ndio mlango muhimu wa kuondosha na kufuta umaskini.